wachezaji wetu wawili Khalid Aucho pamoja na Amaso Basoji. Tayari taarifa ya klabu ilishajitosheleza, na taarifa ya klabu lisingependa kuichambua kila wakati. Lakini kwa swali lako, kwa nini mchezaji ameenda amekanusha, amefanyaje? Nadhani mchezaji anafahamu namna ya kuwasiliana na klabu. Anawasiliana na klabu. Hata taarifa imekuja nje kwa sababu tulishafanya mawasiliano ya ndani kati ya uongozi wa klabu na mchezaji. Sawa sawa, na anafahamu. Sio kama mambo ambayo yamefanyika kienyeji, anafahamu. Kwa ni jambo ambalo kwa sababu lipo kwenye utaratibu rasmi na limeshatolewa taarifa, nisingependa kuanza kulichokonoa hivyo. Sisi tulishatoa taarifa, tumeishia hapa. Kama kutakuwa na taarifa nyingine huko baadaye tutazungumza. Lakini sisi tunafanya hivi. Unajua ni kama mzazi anapomwadhibu mtoto wake, sio kwamba hampendi au anamuonea. Mzazi anamwadhibu mtoto ili kumrekebisha mtoto arudi kwenye mstari. Ndio lengo. Na kuna watu wanataka kupenyeza fitna hapa ionekane kama ni jambo baya kweli hapa. Singida hapa, yani kuna hiyo hali. Hatuna mahusiano mabaya na wachezaji wetu. Ni hatua za kawaida kabisa kwenye taasisi yoyote. Kwa watu wasipenyeza viajenda vyao hapa. Sisi Aucho tunampenda kweli kwa sababu ametufanyia kazi nzuri. Sawa, ametufanyia kazi nzuri, ana mchango mkubwa kwenye mafanikio ambayo tumeyapata mpaka sasa. Kwa sitegemee kwamba kwa sababu tumetoa taarifa ya mambo yaliyofanyika kwenye kamati ya nidhamu, basi kuna hiyo bad blood. Hamna bad blood kati ya uongozi na mchezaji. Kuhusiana na swali lingine Amasi, kama nilivyosema, taarifa ya klabu ilishatoka na taarifa ya klabu imejitosheleza. Lakini kuhusiana na Amasi niweke clear. Sisi hatujasema wala hatujamtuhumu mchezaji kwamba amepanga matokeo. Hatujamtuhumu. Maana siku hizi kusoma na kuelewa ni vitu viwili tofauti. Hatujamtuhumu mchezaji kupanga matokeo. Sisi tulichosema, zipo tuhuma. Sio kama klabu inamtuhumu. Zipo tuhuma kama hizo. Na tena inawezekana ni fursa nzuri sana kwa mchezaji. Maamuzi yaliyofanyika na kamati ni kupisha uchunguzi. Si dhambi kufanya uchunguzi. Yaani leo useme mchezaji wetu ametuhumiwa kwa kesi fulani labda. Tuna wajibu kwanza wa kumsimamisha kupisha uchunguzi. Ikibainika si kweli, maana yake anakuwa amejisafisha. Kwa hata watu wote ambao wanamtengenezea zengwe, ionekane kama mchezaji wetu sijui anafanya mambo yao, inakuwa amesafishwa kwa namna hiyo.